Mungu tunakushukuru kwa ajili ya siku hii njema, siku hii ya kliniki ya imani, siku ya neno la imani, siku ya kuuisha imani zetu, kuuisha roho zetu, kuuisha maisha yetu ya kiroho. Na tunapokuja mbele zako katika siku hii na katika jioni hii, tuna matarajio makubwa ya kupokea kutoka kwako kwa jina la Yesu. Amen. Ulituambia kwamba tunapokuwa na imani tunaweza kuambia mlima huu ondoka hapa, mkuyu ng'oka. Kuna mambo mengi tunaweza kuyafanya kwa njia ya imani. Tunajua kuna vikwazo, kuna vizuizi, kuna namna ambayo shetani anaitumia kudhoofisha imani yetu na kutufanya kuwa dhaifu. Lakini kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, iwe shetani au wajumbe wake, iwe mapepo au kuzimu, hawataweza kulishinda kanisa la Mungu lililojengwa juu ya mwamba. Maana Yesu alishaitamkia kanisa lake ya kwamba amelijenga juu ya mwamba, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Na sisi ni miongoni mwa kanisa ambao ni kanisa la washindaji, kanisa lisiloshindwa, kanisa lenye ushindi wakati wote kwa jina la Yesu. Tuna matarajio makubwa ya ushindi kila itwapo leo, katika kila juma, katika kila mwezi, kila itwapo siku, kila itwapo sekunde, kila itwapo dakika, kila itwapo mwaka, maadamu Kristo haujarudi na kanisa bado linadumu katika mwili na katika roho. Tunajua kabisa kanisa itaendelea kutamalaki kwa jina la Yesu. Amen. Roho Mtakatifu tamalaki katika ibada zetu kila mahali, tamalaki katika nchi yetu kila mahali, na hata Bwana atuachi kuombea uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2020 ambao tayari joto lake limeanza, na tunajua siku ile ya kilele itakuwa tarehe 28 Oktoba. Tunaombea amani kama mito ya maji. Tunaombea umoja, ushirika, mshikamano kwa taifa hili kubwa lenye watu wanaekisiwa zaidi ya milioni 60 kwa jina la Yesu Kristo. Mungu endelea kutuhudumia, na watu wanapokuwa kwenye makampeni, ulinde watu wako dhidi ya ajali. Watu watakuwa wanasafiri huku na huko, mkoa kwa mkoa, wilaya kwa wilaya. Watu wanapiga kampeni nyumba kwa nyumba, kitanda kwa kitanda. Watu wanapiga kampeni kila kona. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo kutakuwa na usalama. Iwe ni usiku, iwe ni mchana, kutakuwa na usalama kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tuzungumze jioni hii ujumbe unaosema hitaji la ishara zetu. Hitaji la ishara zetu. Hitaji la miujiza yetu. Kanisa lazima tutambue ya kwamba kizazi hadi kizazi kunaweza kuwa na tofauti ya ishara na miujiza. Kwa mfano kizazi kama chetu sisi, sijui itatokea mara ngapi kwa kizazi hichi kutaka bahari ya Shamu igawanywe. Kwanza unajiuliza wanakwenda wapi? Unajiuliza na kwa nini wanataka bahari? Kwa mfano unasema nataka bahari ya Hindi igawanywe nende Dar es Salaam. Una sababu gani? Boti za kisasa zipo, ndege zipo. Kwa hiyo lazima tufahamu ya kwamba kuna kitu kinaitwa ishara zetu au miujiza yetu. Hii ina maana hata mtu kwa mtu miujiza inaweza katofautiana. Na ndio maana hatupaswi kuwa na wivu kwamba ukapata muujiza wa kuwa na mume akiwa mdogo, miaka tu 20 kaolewa, lakini mwingine anaweza kupata muujiza wa kuwa na mume akiwa na miaka 40. Huyu amepata utajiri akiwa na miaka 25, amenunua gari akiwa na miaka 25, amejenga nyumba akiwa na miaka 25, lakini huyu mwingine ameanza kupata utajiri au mali akiwa na miaka 50, amejenga nyumba akiwa na miaka 50, amenunua gari akiwa na miaka 50. Kwa sababu kila mtu kuna aina yake ya miujiza ambayo Mungu anampatia. Amen. Na kama tukijua hilo, basi miujiza mbalimbali ambayo tunaisoma kwenye Biblia inakuwa kama reference, kama vigezo vinavyotusaidia sisi kuamini, lakini pia kumdai Mungu kufanya makubwa kuliko yale ambayo aliyafanya siku za kale. Kwa sababu kama aliweza kugawanya bahari, basi katika siku zangu ninapokuwa na jambo langu gumu, najua kwamba ili jambo haliwezi kuwa na ugumu kama vile bahari kugawanywa. Kwa sababu ili bahari ile igawanywe, kulikuwa kunahitajika mambo kadhaa. Jambo la kwanza
kulihitajika upepo. Upepo wenye nguvu ambao uliweza kuja kupasua ile bahari ili nchi kavu ionekane. Lakini jambo la pili, unajiuliza ile nguvu ambayo sasa imeashikilia maji ya upande huu ambayo alikuwa anatembea yasishuke, wala ya upande huu yasirudi. Kuna nguvu maalum hapo ya kushikilia. Sema nguvu ya kushikilia. Nguvu ya kushikilia. Sasa ile nayo sasa unajiuliza ni upepo ule ule au ni kitu gani ambacho kinashikilia pale bahari isirudi? Hapo nasema kulikuwa na mkono wa Bwana ulikuwa unafanya kazi. Lakini jambo la tatu ambao unaligundua pale bahari ya Shamu, wakati wale watu wanavuka, iliwezekanaje kwa muda mfupi mchanga wa bahari uwe tu wa kawaida kama vile mkavu wakati wote ulikuwa umeloa? Na ukitaka kujua ni muujiza, walipopita Waisraeli, Wamisri pia waliingia. Pale walipopita Waisraeli, mchanga ule ule kwa Wamisri ulikuwa mzito. Akiweka mguu unyanyuki. Likija gari na farasi akitia mguu, Biblia inasema magurudumu ya Wamisri yakawa mazito kiasi ambacho yalishindwa kutembea mpaka ilipofika zamu ya alfajiri. Yani kuna pambazuka sasa, saa 12, saa 11 alfajiri, saa 10 alfajiri, Waisraeli wote wanatoka katika bahari. Sasa Wamisri wale ambao walikuwa wanawafuata wako kwenye kati ya bahari, lakini wamefanywa ule mchanga wanaokanyaga umekuwa mzito kwao, sio mwepesi kama wao. Nisikilize, unaweza kuanza safari ya maisha na watu wakatia uzito kwenye hiyo safari. Amen. Umeelewa? Wanaweza kutia uzito badala ya kupiga hatua kama kurungu ili ufike mapema kwenye maendeleo yako, ufike mapema kwenye baraka zako, unajikuta miguu utafikiri una matende. Yaani uendi hapo tu. Ndiko tunapata Wamisri. Unajiuliza, mbona mchanga ndio huu? Mbona walikopita Waisraeli hapa? Kwa nini wao wanatembea kama kurungu? Kwa nini wanatembea kwa kasi, lakini sisi tukijitahidi magari yetu yanazama? Akiweka unyayo mmoja ni kama katia kwenye tope, akitia mguu sasa kuunyanyua huo, alafu anyanyua tena na huu. Biblia inasema magurudumu yao yakawa mazito mpaka hatimaye Mungu akasema, nimeishikilia bahari kwa kutosha, sasa siwezi kuendelea kuishikilia tena, kwa sababu nilikuwa naishikilia kwa sababu ya wale jamaa. Nyinyi hampo katika ule mkataba, nyinyi hampo katika ile agano, na wajua ni wanadamu na wajua ni watu, lakini kwa sababu hamjaingia katika ile agano, mimi sasa kushikilia bahari. Ule malaika ambaye nimpa kazi ya kushikilia sasa imetosha, na muamrisha iachie. Biblia inasema ilipoachiwa ile bahari, asubuhi Waisraeli walikuwa wanatazama hivi, wakaona wokovu wa Bwana. Mwanzo walikuwa hawajui kama kuna wokovu wa Bwana. Walipoangalia hivi asubuhi, Biblia inasema waliona maiti za Wamisri zimejaa ufukweni wa bahari. Mkristo lazima ufikie sehemu uangalie nyuma na utathmini na uwe mkweli kwamba kwa hali hii nilionayo sasa, kusema ukweli, sihitaji kunung'unika kwa sababu sikuwa nayo. Kuna wakati mwingine tumeshaka kwenye wokovu miaka 10, alafu shetani anatuhubiri anakuambia wewe una nyumba, wewe una gari, wewe una hichi, angalia wenzako. Tazama kwenye ufuo uone Bwana amefanya nini. Maisha yalikuwa hivyo, hali ulionayo ilikuwa hivyo. Wewe unataka kunung'unika wakati ulikuwa una mshahara, sasa una mshahara. Ulikuwa una kazi, sasa una kazi. Wengine walikuwa hawajaolewa, sasa wameolewa. Wengine walikuwa wana watoto, sasa wana watoto. Wengine walikuwa wana elimu, sasa wana elimu. Wengine wana mavazi, sasa wana mavazi, wanavaa wanavyotaka. Unatazama nyuma kwamba nilikuwa na uwezo mimi kulipa chumba 50,000. Nilikuwa na uwezo wa kulipa chumba 100,000. Nilikuwa na uwezo mimi wa kuwa na vitu nilivyo navyo, kativika kwa pale, visofa vizuri, katanda kazuri, mashuka mazuri. Nilikuwa na uwezo huo. Ukitazama unasema, ni kweli huyu ni Bwana na napaswa kumshukuru ili kusonga mbele kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ukishakuwa hivyo, ile roho ya ubaili inakutoka. Nilikuwa naongea na mtu mmoja akasema, mchungaji, mbona unalipa kodi ya nyumba kubwa? Nikamtikia tu ni kweli. Na kwa sababu akoniuliza swali lingine lolote, na mimi nikanyamaza. Lakini nataka angeuliza swali la pili na la tatu na la nne.
Niwaambie kwamba uwezo huu sikuwa nao miaka 5, 6, 7 iliyopita. Ukiona mpaka nafikia hapa, lazima kuna kitu Mungu kafanya. Kwa sababu kama wewe unaweza ukalipa nyumba shilingi 300,000 kwa mwezi, shilingi 400,000 kwa mwezi, au unalipiwa nyumba shilingi 500,000 kwa mwezi, 600,000 kwa mwezi, jiulize kuna watu katika nchi hii hawawezi kulipa kodi ya nyumba hata shilingi 10,000. Kwa hiyo wenye nyumba wanawadai sasa hivi kodi ya miezi 3, kodi ya miezi 6 hawajalipa, na kodi ni shilingi 10,000. Kodi yako wewe yeye angelipia pengine, mfano kwa wale ambao tunakaa nyumba za 300,000, 400,000, 500,000, milioni, milioni 2. Kodi yako wewe mwezi mmoja, mwenzako huenda angesema bora akajenge kibanda hata chini ya daraja akae. Na huenda hata anunguniki, anaona tu ni life. Anaona tu ni sawa. Anaweza kukuta Mkristo ananungunika. Anaona kama vile Mungu hakuna anachokifanya. Ni shauku yetu kweli Mungu afanye mambo makubwa, lakini pia ni lazima tuwe na ile subira, tuwe na ule utulivu, na tuwe na ile hali ya kutazama na kusema, Mungu, hata kama ningeishia maendeleo haya, napata chakula, nalipa kodi ya nyumba, na walipia watoto shuleni, hata kama nitaishia hapa mpaka Yesu amerudi, kama Mungu usipotibua chochote, mimi nimeridhika. Mwambie yako, mimi nimeridhika. Mpigie madaktari anasema amina peke yake. Lakini wengine unajua hawaridhiki. Pasa mpaka na mimi na nyumba yangu. Jehova anaona wakati wako bado, kwa sababu anakuwazia mema aina ya nyumba ambayo Mungu anataka uwe nayo, sio kibanda. Maana Tanzania wanasemaga, na mimi nina kibanda bwana. Sasa kama kibanda mimi sihitaji. Mimi nataka gorofa. Wewe kama unataka gorofa, acha niendelee kupanga kwanza mpaka ule uwezo wa gorofa, zile ishara kwa ajili ya gorofa zifike. Sema amina. Amen. Mimi najua Bwana aliponifikisha hapa anaweza kunilipia kodi hata ya milioni. Maana hao wenyewe ambao wamejenga hizo nyumba wengi wamestafu, wanategemea hizo nyumba. Kama sisi tuogope, sisi wapangaji, sio tutakufa na viharusi. Lazima tuwepo watu wa kuweza kulipa 500,000, 600,000 tuwepo. Alafu tukishusha mijengo yetu, watazima sigara zao. Sema amina. Amen. Nasema watazima sigara zao. Amen. Yaani wakifika kwanza kuangalia umbile lako, akiangalia sura yako, akiuliza na kabila lako, wakitinganisha na ile nyumba, anasema hapana, hii sio yake, huenda kajengewa. Naambia ni mimi mwenyewe. Huyo ndio Bwana. Yaani wa Misri wapo ufuoni, unaona live. Sema amina. Amen. Sio unajenga nyumba hata unaona aibu kukaribisha watu wako. Unajenga nyumba hata kwa watu ndio sebeleni unaogopa. Unajenga nyumba ambayo ukimwambia mtu karibu, akiingia ndani hata hajawashiwa feni, anahisi kama kuna air condition. Nyumba limetulia. Taa zake ni zile za uzurungi. Sema uzurungi. Zile zinazofanya mtu aone romantic, ajisikie kutulia. Mpaka anaweza, kwani anaishi kwenye nyumba ikashaoa? Bwana Yesu asifiwe. Yaani decoration yenyewe kama madhabahu yetu, nilikuwa naangalia hii madhabahu na ile suti ya Jumapili, utafikiri vimepachikwa kwa pamoja. Amen. Vilivyokuwa vimeendana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie jirani yako, ishara zetu. Ishara zetu. Mimi nina za kwangu, na wewe utakuwa na za kwako. Mimi na wakati wangu wa kupokea, na wewe utakuwa na wakati wako wa kupokea. Mimi na wakati wangu wa kubarikiwa, na wewe utakuwa na wakati wako wa kubarikiwa. Unajua vijana wadogo wakati mwingine wanatamani wawe na maendeleo ya mtu wa mzee miaka 80, 90. Kuna wakati Yakobo alitoka nyumbani kwao akaenda ugenini, akakaa miaka 20, ndipo alipokuwa matuo mawili. Kabla hajaenda ugenini hakuwa matuo mawili. Sasa angelazimisha akiwa na miaka 5, 6 kwa wazazi wake na kutaka na mimi nataka niwe matuo mawili, niwe na makondoo, niwe na mabuzi, niwe na mang'ombe, isingetokea. Ilikuwa mpaka aende kwa Labani mjomba wake. Kwanza akafanye kazi, kwanza akavuje jasho, ambaye mtu fulani unahitaji kufanya kazi. Unahitaji kufanya kazi. Ili vitu vingine vije, lazima ufanye kazi. Heshima nyingine lazima ije kwa kazi. Wewe nikupeleka katika maandiko. Katika Zaburi ya 74 mstari wa 9a. Zaburi ya 74 mstari wa 9a. Ile inasema hatuzioni ishara zetu. Sema amina. Amen. Hatuzioni nini? Hawakuzidai ishara za mababa zao. Lakini hapa alikuwa anadai ishara zinazowafaa wao. Umeelewa? Na hata ukiendelea mbele utaona
alikuwa anasikitika na kusema hata wale manabii wa kweli walikuwa hawapatikani, mitume wa kweli walikuwa hawapatikani, wala walikuwa hawajui kitakachotokea kesho wala kesho kutwa. Walitaka na wao kwenye kizazi chao wawe na manabii ambao wangeweza kusema Daudi atakuwa mfalme, biashara imeisha. Hata kama ataenda kupiga kura, wanajua kabisa mshindi fulani. Sema amina. Amen. Demokrasia haitaki hivyo, lakini katika Mungu inakubali. Samueli kaenda kumtia tu mafuta Daudi aliye ndo mfalme ajaye, kati ya watoto 7 wa kiume wa Yese. Hapo anasema katika kizazi kile Mungu alikuwa anasema na kina Samueli na wafalme wakapatikana. Lakini wakati sasa siku zilipoendelea, unafahamu jinsi Israeli wamepita vipindi mbalimbali. Walikuwa hata wanapata wafalme waovu ambao wanawarudi mpaka watumishi wa Mungu wanawaua. Ndio anasema atusione ishara zetu. Katika kizazi chetu pia tunataka ishara zetu za namna zetu. Ishara ambayo mtumishi wake Ibrahimu aliiomba ili Isaka mpate Rebeka, sio ishara utakayoomba wewe ili upate mwenzi. Umeelewa? Yule aliomba kwamba akifika kwenye kisima ataweka ngamia zake, alafu atatulia pembeni, alafu binti atakayemwambia, sio binti wa kwanza atakayekuja, lakini binti atakayemwambia tua mtungi wako, naomba maji ninywe. Akatua mtungi wake, akampa na maji, basi na baadaye akanywesha na ngamia zangu, ndio awe mke wa bwana wangu. Umeelewa? Sasa wewe leo uchoti maji kwenye visima, unatakaje ishara hiyo? Unatakaje hiyo ishara? Inakusaidia nini? Haikusaidii. Wewe kuna namna yako pia utakaomba ishara yako ya kumjua mke utakayemuoa, ya kumjua mume atakayekuoa. Kuna namna yako na wewe, lakini sio nyepesi. Nabii anasema, tutasoma baadaye, alipofika tu pale, bahati nzuri wa kwanza kujitokeza ni Rebeka. Na alipomwambia tu mtungi, sasa na mimi nataka kuoa, na mimi namwambia Mungu, sasa naenda kwenye bomba fulani na kuchota maji. Watu wana mabomba nyumbani kwao siku hizi. Utamwona wapi huyo binti? Wanachocha ndani. Mzee wetu fresh anasema yale mambo anayafanyia ndani. Sasa wewe unatafuta eti binti wa kukutana naye kwenye bomba, hatoki geti kali, maji yanatoka ndani. Hawabebi mtungi mabinti wa siku hizi, kwa sababu maji yanatoka hapa kwa hapa, wananawa mikono wako ndani tu. Sasa naomba ishara kwamba Mungu, na mimi naomba yule binti ambaye kitokea siku moja nikimwomba chupa drop akinipa ndio huyo. Utapata taabu sana. Utapata taabu sana. Wewe kuna namna yako ambayo ndio hii katika Zaburi anasema tupe ishara zetu, tupe miujiza yetu inayotufaa. Kwa mfano kipindi hiki tunataka watu waponywe kupitia maombezi ya simu. Paulo asingetaka ishara hizo kwa sababu wakati simu ilikuwa haipo. Sisi tunataka siku hizi tukisema neno kwenye TV, tukisema neno kwenye Facebook, tukisema neno kwenye WhatsApp litokee. Amen. Lakini wakati wa Paulo hapakuwa hivyo. Ingawa tunajua yule akida alimwambia Yesu, ingawa mtoto yuko mbali, lakini ukisema neno hapa atafanya nini? Atapona. Lakini sisi leo tungeweza kumwambia yule akida, hebu kama yuko karibu na mama yake, mwambie mama yake amwekee simu wapi? Sikioni. Alafu unaliamsha, unapiga maombi. Mwambie jirani yako, tunahitaji ishara zetu. Nasema tunahitaji ishara zetu. Tunahitaji ishara zetu kama kanisa la Deeper Life hapa Zanzibar. Kama watu binafsi tunahitaji ishara zetu. Kwamba Mungu, ishara ya kwamba mwaka huu utanipa gari ni ipi? Je, utanionyesha katika ndoto? Utanionyesha katika maono? Au mtumishi wako atakuja na ujumbe ambao mwanzo mwisho atanizungumzia mimi? Nataka ishara yangu. Kila ibada upo, kila mchungaji anapohubiri upo, kila wakati upo. Utashangaa ghafla Mungu anasema nawe kupitia mtumishi wake,
au Mungu anasema nawe kupitia ndoto. Unaona ghafla upo kwenye gari yako umewasha. Wapi? Sasa unajiuliza, mimi hata kuendesha gari sijui, hata leseni sina. Lakini usiku wa leo nimeendesha gari kutoka Dar es Salaam mpaka Bukoba na sijagonga. Maana yake gari yako iko tayari. Amen. Haijalishi itachukua miaka 10 au 20, gari yako iko. Unasema, wapendwa, najisikia nimeendesha gari mpaka Mahenge, nimeendesha gari mpaka Arusha. Yaani nimeendesha mwenyewe. Amen. Na wala sijagonga. Amen. Mtu anakuambia haya mapepo, mwambie umeshindwa kwa jina la Yesu. Mwambie mapepo hayawezi kuendesha gari. Nilikuwa ni mimi kabisa mwenyewe. Amen. Kuna mtu mmoja siku moja aliambiwa na dada akasema, nimeota na bembeleza mtoto. Akamwambia Majini Mahaba, mwambie jina yako. Majini Mahaba hayatoi mtoto. Kama Mungu anakupakupa picha za watoto, maana yake ndoa ipo karibu. Ndoa ipo karibu. Na tunaposema karibu, ni karibu ya Mungu inawezekana kwa baada ya miaka 3. Lakini ndio ipo karibu kwa sababu ulikotoka si mbali. Maana ulikotoka sasa una miaka 27, ukiambiwa usubiri mitatu si 30, kuna ubaya gani? Ulipotoka miaka 35, ukiambiwa usubiri mitatu 38, kuna ubaya gani? Ulikotoka ni mbali kuliko unakokwenda. Tunahitaji ishara zetu. Tunahitaji miujiza yetu. Tunahitaji kuwajua watu wa kweli au sio wa kweli kwa namna ambayo Mungu atatufahamisha katika ufunuo usio kwa wa kawaida. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Tunahitaji hata wakati mwingine tunapouguza wagonjwa kuambia Mungu, tupe tu ishara kwamba huyu mtu hatakufa. Hata kama ataua mwaka mzima, lakini tupe tu ishara kwamba hatakufa. Mungu anapatia ile ishara. Amen. Nilikuwa namwambia mpendwa mmoja, anasema, mtumishi, nimekuona kwenye majukwaa unahubiri. Lakini naongea naye anasema, sasa baba, unapoendelea kuumwa, sasa hapa ni nini hasa? Nikamwambia, umesahau ndoto yako? Ndoto yako usinaona na ubiri. Hii itakuwa ni kwa kipindi tu fulani tu, hapa tunasubiri. Ile ndoto yako haiwezi kusema uongo. Sema amina. Sasa wengi mmepata ndoto lakini mshazifukia. Mungu alishapatieni ishara lakini mshazifukia. Nakumbuka kuna dada mmoja kabisa Mungu alimwambia, wewe ili uolewe lazima uwe karibu na Pastor Gaules. Wakati yule dada anakuja kanisani kwa miezi 2 mara moja au kwa miezi 3 mara moja, ataolewa. Yaani Mungu kamwambia kabisa, na akaja kusingana akaniambia, Mungu kaniambia wewe ndio una mume wangu. Umeelewa? Maana yake ni kwamba sasa akae kanisani vizuri. Atoe zaka. Maana nafikiri hata zaka atoi. Kwa sababu kama miezi 3 hujaonekana, zaka umetoa lini? Miezi 3 ibada moja, tena katikati, tena ibada yenyewe katikati ya mwezi wakati mshahara ulishatokaga. Umetoa lini? Kwa hiyo mtu kama huyu alishapewa ishara. Na akaja mwenyewe, sio mimi. Kwamba Bwana kaniambia wewe ndio una mume atakayenioa. Kwa hiyo atakapokuwa close na mimi, ipo siku tu nitaibuka ghafla na kumwambia, leo Bwana kanihakikishia mwaka huu hauishi. Lakini sikuoni miezi 3 miezi 4. Hata Bwana akiniambia sikwambii. Kwa sababu na huyu nitampa mafanikio ya bure tu. Umeelewa? Mwambie jirani yako, zitambue ishara zako. Zitambue ishara zako. Hatuwezi kudai ishara ya Gideon ya kuweka ngozi leo. Tunaweka ngozi kwa ajili ya nini? Kwamba Bwana, nikiweka ngozi ikiingia umande, basi najua wewe umewapiga Midian kupitia mimi. Na isipoingia umande, najua ni wewe. Tunadai hiyo sisi ya nini? Tunataka za aina yetu. Wengine tunaishi kwenye maeneo ambayo hata huo umande kuuona kwenyewe ni shida. Na Mungu atakushangaa sana, unadai umande leo. Unataka umande wewe, ushauona wewe? Mijini kuna umande huo. Unataka kumshughulisha Jehova. Lakini kuna mtu anasema, Bwana, kama Gideon nitakapoamka kesho asubuhi nikute madaftari yote yameloa. Sasa utaandikia nini? Utaandikia nini? Bwana ana namna yake kwa kizazi hichi. Mimi sikatai. Japo unapaswa kuwa makini. Sikatai. Unaweza kupata mchumba kupitia mtandao. Sikatai. Lakini ulipewa ishara gani? Ishara aliyokupa Bwana ni ipi? Au ulijipendekeza kwa mavazi? Ulijipendekeza kwa picha za uchi?
Alafu unamnasa mtu unasema Bwana kanipa. Hamna Bwana hapo. Kakuomba nipigie picha nione tumbo lako, umemtumia. Nipigie picha nione mapaja yako, umemtumia. Nipigie picha nione matiti yako, umemtumia. Tena wengine sasa wameibika. Wametuma hivyo hapo, jamaa anamgeuka anamwambia hivi, usiponipa milioni kesho naziachia. Usitume. Mwambie yangu usitume. Hiyo tunakuta mwanamume anakuambia, yaani ninavyokuona siamini kama hasa ni wewe. Nipigie picha ukiwa mtupu, kifua chako chote mpaka kitovu. Dada anachukua mwenyewe simu yake. Siku hizi kuna mambo ya selfie, kuna masimu siku hizi yana macho manne, yanapiga kila mahali. Kila mahali, yani simu huku nyuma ina macho manne huku nyuma. Macho manne. Akiliweka hivi, linachukua kitovu kivyake, tumbo kivyake, matiti kivyake. Alafu anaisend. Sasa hapa nishaanza kukolea. Baada ya hapa nipigie na eneo fulani. Dada nipigie na eneo fulani. Baada ya hapo sasa vipi? Anambia dada, sikiliza. Mimi niko kwenye kazi yangu. Mimi sina mpango wa kukuoa wala nini. Ninachotaka utume milioni, usipotuma kesho naziachia. Kaka, mimi mtu mbaya. Nasema hivi, utume milioni. Vinginevyo kesho naziachia. Nakupa masaa 24. Kama unaona juzi kijana mmoja pale walimfanyia hivyo. Bahati nzuri anasema alirekodi yale mazungumzo kwa sababu yule dada, maana alikuwa mwanamume anafanya hivyo. Yule dada alimfanyia vile na alikuwa uchi. Akamwambia kama unavyoona mimi niko uchi namna hii kama nafaa, na vua nguo unipigie picha namna hii. Sasa bahati nzuri alirekodi. Kwa hiyo akamwambia aha, wewe ukituma zangu na mimi natuma zangu. Ndio salama yake. Lakini alikuwa anataka hebu si $5,000. $5,000. Hata kama anataka kukoa ameokoka, akiomba picha yako, mtumie ile picha uliovaa vizuri kibiblia kuliko siku zote. Usimtumie picha ya ovyo. Kwa sababu akikugeuka umekwisha. Kwa hiyo tukatai. Maana tunawasiliana na watu. Kanisa ni kubwa. Jamii ni kubwa. Wako walokole wenzetu wako Nigeria, walokole wenzetu wako Afrika Kusini, walokole wenzetu wako Kenya, Nairobi. Pengine hatuonani kwa macho. Kwa leo nilikuwa namtafuta mhubiri mmoja ambaye anisaidia sana kipindi kile naoa. Nimejitahidi kutafuta namba zake za simu kupitia shirika lipa kule Kenya, sijazipata. Nimemsearch kwenye Facebook, nimempata. Kwa hiyo nimemtumia message kwamba please nataka namba yako ya simu. Sasa anaishi Marekani. Yuko Washington. Anaishi kule. Lakini tumepotezana kabisa. Nikupitia mtandao. Sasa inawezekana hata wewe anayekuja kukuoa sasa anasoma Marekani. Atakujua kupitia mitandao hiyo, lakini katika haki na utakatifu. Na utamuuliza Bwana, ishara gani ya kwamba huyu ndiye? Kwa sababu nimeshaona kwenye mitandao, wewe kama mwanamume mwenzako anajiigiza kuwa ni mwanamke anakutaka. Ili uingie kingi. Mitandao hatari. Usio kufikiria kila anakutongoza kwenye mtandao ni wewe kama ni mwanamke ni mwanamke. Wengine ni wanawake wenzenu. Wanaweka picha za kiume. Umeelewa? Ili akikunasa anakublackmail, utaanza kutoa hela wewe mwenyewe. Na utampa. Kwa sasa picha zako anazo, utafanya nini? Mimi nitakupa 200,000 lakini nakutumia kwanza laki nirudishie zote. Nakurudishia zote, nakurudishia kwanza 3, afu tuma nyingine maliza. Utamalizia. Lakini hatukatai. Kanisa kama Deeper Life ni kubwa. Kanisa la Mungu ni kubwa. Tunaweza kukutana nao huko, sema amina. Amen. Tunahitaji ishara zetu. Amen. Mwambie yako tunahitaji ishara zetu. Katika Mwanzo sura ya 24 mstari wa 11 hadi wa 26 utasoma kile ambacho alikiomba mtumwa wake Ibrahim. Mwanzo sura ya 24. Kuanzia mstari wa 11 hadi wa 26. Huu tunachukua kama mfano katika kizazi chetu, lakini hatutaomba kama alivyoomba yeye. Maana sisi wengi hatuchoti maji katika visima. Labda sisi tunakutana kazini. Na sisi tunamwambia Mungu kwamba kama huyu ndiye, basi ninapokwenda kazini nitakuwa naona ishara fulani za udhihirisho wa upendo. Leo mara kanitumia hiki,
kesho kanitumia hichi. Lakini usijipendekeze. Wanaume ni wabaya, watawatafuneni hela zenu mpaka mtashindwa kumtolea Mungu na hakuoni. Na hiyo wanaume msijipendekeze kwa wadada hawa. Kuna wadada ambao wanaishi hapa mjini kwa kula hela za watu. Huyu anajua atanipa 20, huyu atanipa 30, huyu atanipa 40. Mnapigwa chungu kimoja. Lazima ujizuie na umwambie Mungu ya kwamba huyu ndiye, kama ndiye nipe ishara ya siku zangu. Nataka kumtambua nje na ndani. Yeye yuko Arusha, kama mimi Kibegele achumbia, mke yuko Arusha, mimi mwenyewe niko hapa. Ishara ambayo Mungu alinipa siku moja, nikiwa nimelala ndani hapa, nimelala nikamwona Tumaini kaja mpaka nje ya geti. Huyu mke wangu nilimwoa. Alafu nje ya geti nikaona kitu ambacho kwa sijakiona na kilikuwa hakipo. Nikaona kuna michongoma inamzuia kufanya nini? Kuingia ndani. Kwa hiyo nilipotoka kwenye usingizi nikajua kabisa kwamba huyu mke anastahili kuwa mke wangu, lakini kuna kitu kinazuia. Nikamsubiri ili aseme ndio miezi 16. Kwa hiyo nilipoona amekuja kwenye ulimwengu wa roho mpaka hapo nje, nikajua huyu achomoki tena. Hapa ni swala la subira tu. Ni swala la kungoja. Miezi 16 kwa handsome boy, mrefu, una sifa zote, unamsubiri nani? Kama shauku ishakutokea ya kuoa, si unaokota mwingine yoyote. Na wengine wamekuzunguka vipusa. Mungu ametofautisha maumbile. Wengine pia hapo kuliko yeye, vipusa na elimu yao na familia zao za kitajiri na kila kitu vimekuzunguka. Labda mimi. Unasema nilimuona yule, sikumuona alipovuka bahari, sikumuona alipopanda boti, nilimuona yuko hapo nje. Umeelewa? Wewe nikajua hapa mimi ni subira tu. Ilipofika mwezi wa 16, ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2004, akanipigia simu, akaniambia leo nataka niseme rasmi niko tayari kuolewa na wewe. Nikaipiga ile haleluya ndani. Haleluya. Kwa biashara sasa vivani. Nimeisha, ngapi nielekeze vizuri kwenu wapi? Maana hapo sasa hatuchelewi. Yale mawasiliano ya muda mfupi ilizidi hela ya mahali. Uwe makini sana kwenye uchumba hapo. Naweza kujikuta katika mawasiliano mshahara wote unaishia huko. Maana kila wakati unasikia utamu kupiga simu. Lakini siku hizi kwa wana wazoka hapa jioni kupiga simu na kupiga simu usiku saa 6. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usipoandika gharama za simu unazosana na mchumba wako, unaweza kuta ungeshanunua kiwanja. Lakini nikasema nitapawai kwa sababu nikichelewa. Ndio maana nawashangaa watu ambao washapata uhakika kwa ni Mungu, eti tutawajipangia nitaoa mwakani mwezi wa 8. Haya mawasiliano ya uchumbani hapa, fedha nyingi. Nataka niwaambie, kama mume anakuambia mwakani mwezi wa 8, punguza mawasiliano, hela leta kanisani. Anakufilisi. Kwa sababu mnaongea kwenye simu mpaka inakatika unaweka. Unaongea tena inakatika unaweka. Kwa heri ya mwatani. Ile kwa heri nikishapigwa 4 jamaa kashapata jambo lingine la kusema. Anasema, hivi hata hivyo vipi pasa anaendeleaje? Mnaanza kuuza baiza pasa, simu inakatika unaongeza hela. Alafu kwa heri usiku mwema hani, usiku mwema. Hivi na mama. Unamwambia kata wewe. Kata basi wote mpaka ziishe. Ndio maana mimi nilipoambiwa tu mwezi wa 8, nikasema niambie kwenu haraka, mwezi wa 10 nikafika kwao kuja kujitambulisha. Ili kuepuka haya mambo ya hela, kata wewe kata mimi, kata hii nimemaliza. Umeelewa? Nilipoona mwezi wa 10 na kupangiwa mwezi wa 11 msimu ngani nimeshamaliza, nikaambia mwezi wa 2 nataka kuoa. Akaniambia sasa umoto utakuwa mkubwa, tunaomba mpaka mwezi wa 4. Nikamwambia sawa. Na nikasema iwepo pesa isiwepo pesa, hapa ni kuoa, hapa sio chakula. Kwa hiyo kwa sababu najua gharama za harusi zilivyo kubwa, nikasema harusi yangu kutakuwa na matunda na maji na soda basi. Hamna ubwabwa wala pilau wala ndizi. Wapenda akasema, "Are you serious? Kama nataka mke." Kuja kualisheni nyewe mimi sina mpango. Wapendwa kwa aibu yao, wakaamua kununua ngano kilo 50, wakanunua sio viazi mbatata sio kilo 100, wakanunua sio na nyama kilo 50, ndio wakapika. Harusi yangu mimi hapakuwa na ubwabwa, hapakuwa na pilau.
Kulikuwa na viazi matata na nyama na chapati kwa wingi na maandazi. Watu wamekula mpaka wamebeba. Maana kilo 50 unajua chapati ngapi na maandazi mangapi? Nilichokuwa nataka mke, mwambie jirani yako, undua kusudi lako. Undua kusudi lako. Na hasa nyinyi wadada. Unajua mimi mwenzako nataka harusi ya kishindo ya nini? Acha wapagani wafanye hivyo harusi mwaka mzima. Wewe unachotaka ni kuolewa. Unaambia bwana sikiliza tujipange. Tena kama ikiwezekana kama uwezo wetu sio mkubwa, tunakwenda kufungia ndoa ugenini ambako hawatujui. Tunamtaka kwanza, namba moja tunamtaka kwenye hiyo harusi ni mchungaji. Namba 2 watakayesema binti aolewe. Namba 3 wasimamizi wa nyumba na baadaye watu wengine 5 wa kunywa soda. Tunafunga harusi kwenye chumba kimoja cha hoteli. Ikiisha ile harusi tunakunywa soda, tunawabariki, mnaingia kwenye gari. Shu! Kweli. Umeelewa? Lakini kama una uwezo, unataka harusi yako ifungie juu ya gorofa, haya. Sisi walaji tupo. Washerekeaji tupo. Na tutasherekea kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo nataka nikwambie jioni ya leo. Gideon alidai ishara katika kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6 mstari wa 36 hadi 40. Akadai ngozi iwe na maji na isiwe na maji. Kwa maana Waamuzi sura ile ya 6 mstari wa 35 hadi 40 ndio soma kwa muda wako. Lakini swala la kudai ishara hata Agano Jipya inakubalika. Katika Luka sura ya 1 mstari wa 31 mpaka 36. Luka 1 mstari wa 31 mpaka 36. Mariamu akamuuliza malaika, mimi simjui mume, itakuwaje hili jambo la kupata ujauzito? Malaika akamwambia hivi, ndugu yako Elizabeth ambaye alikuwa hajawahi kupata mimba tangu kuzaliwa kwake sasa ni mjamzito. Kwa ishara kama ile wewe utaenda kupokea. Umeelewa? Malaika akampa ishara ya Mariamu kukubali ya kwamba atapata mimba kwa kumwangalia Elizabeth. Ambaye Mariamu ana uhusiano na Elizabeth, ni kama mama mkubwa katika ukoo. Umeelewa? Lakini pia kwenye Agano Jipya ukija katika Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 13 hadi wa 15, kuna mwanamke anaitwa Lydia. Baada ya kushuhudiwa Injili na kuiamini, akawaambia kina Paulo, kama nitakuwa nimeonekana mwaminifu, hiyo ni ishara kwamba nyinyi wachungaji kama mnakubali mimi ni mwaminifu, ingieni nyumbani kwangu. Kwa hiyo kitendo cha wachungaji kuingia, tayari Lydia ana confidence ya kwamba mimi ni mwaminifu mbele za Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ndio maana unatakiwa kuwaalika mchungaji. Mchungaji karibu. Karibu kwetu. Sasa unajua nikwambia mchungaji, kama nimepata kibali, kama unaniona kwa wakati mwingine mchungaji akikutembelea ndio anafungua mlango wa baraka zote. Na wala usikubali unakaa mwaka mchungaji aje kutembelea nyumbani kwako. Inaweza kuzuia wageni wazuri kabisa kuja. Akiingiza tu miguu yake katika ile anointing, kaingia na baraka. Akiingiza tu miguu yake katika ule upako, kaingia na ushindi. Lydia akamwambia Paulo pamoja na watu walikuwa pamoja naye kina Sila na wengine, kama nimeonekana kuwa mwaminifu, muingie ndani kwangu. Hiyo ndio ishara yangu ya kukubalika mbele za Bwana. Kama Paulo utaingia kwangu, kama Paulo utakula kwangu. Biblia inasema akatushurutisha, hatimaye wakaingia. Sema amen. Amen. Sema amen. Unaona wageni wa maana kutembelei, fungua hiyo njia kwa kumwambia mchungaji karibu nyumbani. Unaona watu wakumbuki kifedha, fungua hiyo njia kwa wewe kumtumia mchungaji fedha. Kwa Bwana, kwa fedha inaituma kwa mtumishi wa Mungu, nataka na mimi watu waanze kunitumia. Unaweka kama malimbuko. Kwa hiki ambacho Mungu nafanya kwa mke wa mchungaji, na mimi nataka niwe mke wa mchungaji. Kwa hiki ambacho nafanya kwa mchungaji, nataka umlete mume mchungaji. Wapendwa, mko wapi? Hii kazi ni bwana, nipe mume waenda gani? Ndio maana ngeme mnaletea wanaume mataifa. Maguruguja.
hayajaokoka yatawatesa. Lakini kama unafanya kitu, unaambia Bwana, kwa hiki ninachokifanya kwa hawa watoto wa mtumishi wa Mungu, Bwana nataka ufanye kwa wanangu maradufu. Mungu atainua watu kwa ajili ya wanangu. Siku moja mzee Kumu akahubiri akasema, baba yake mzazi alimwambia hivi, mwanangu, ukiwahudumia sana wazee, ukiwahudumia sana watu wenye mahitaji, unajiandaa watu kukuhudumia sana utakapokuwa mtu mzima na mzee. Na baba yake alikuwa hajaokoka. Na nataka nikwambie, yule mzee sasa hivi vitu anavyopewa na watu ni vingi kuliko alipokuwa kijana. Mzee wanaendelea kwa kila mtu anatafuta kumpa kitu kizuri. Mzee nikuletee Range Rover, mzee nikuletee hichi. Anasema alikwenda Ghana, yeye kwanza alienda Ghana akaacha gari yake akaiuza. Alipokuja kurudi Ghana mara ya pili, mara ya tatu, kanisa limeendelea. Alipewa gari, anasema hajawahi kupanda tangu amezaliwa. Kwamba Mungu, mimi natoa hiki kitu kwa kanisa. Nataka Mungu utoe kitu kwa familia yangu. Hii ndio ishara ya kwamba utakuwa umenibariki kwa kitu hichi kinapotumika. Na ndio maana hata wakati mwingine nawasisitizia sana, mnapotoa sadaka zenu andikeni vizuri. Hii ni zaka ya mwezi fulani, mimi ni fulani. Hii ni hivi, andika vizuri. Leo nilikuwa napitia bahasha moja baada ya nyingine kwa kipindi chote hiki ambacho nilikuwa sikuziangalia. Nimezikuta zenye mahitaji zilizoandikwa vizuri ni za Susi Joseph. Huyu dada mahali alipoweka kiduka chake, nilipokwenda siku moja pale, sisi tulikwenda kufuata nini, yetu tulipeleka yule binti. Mimi bwana nacheka moyoni, kile kiduka kibanda. Lakini anakopata faida, anatoa zaka mpaka 70,80. Ile inazidi wafanyakazi. Inazidi. Mahali tu unapoona kama paovyo, lakini Bwana ndiko anakumbarikia. Kwa sababu kila kwenye zaka akosi kuandika mahitaji kama 5 hadi 6. Ambayo na mimi kwa uaminifu na yaombea. Unaelewa? Kwa uaminifu kabisa. Kwa hiyo usiishie tu wakati mwingine jina. Kama kuna jambo unataka, weka pale. Hawa watu wanahesabu sadaka hawaruhusiwi kuyasoma yale mahitaji. Mimi ndio ninayesoma. Na sasa hivi tunasema utaratibu mpya kwamba wale wote walioandika mahitaji yao, zile karatasi zisichanganywe na bahasha, nikabidhiwe mkononi. Ili niwahi kuziombea kabla ya kuchukua. Kama hiyo karibuni sasa imechukua karibuni siku 50 na kitu ndio nimekuja kuziombea, karibuni miezi 2. Leo nimekaa nazo na kuzichambua na kuona mahitaji na kuyaombea. Ingawa tunaomba, lakini kuna yale maombi maalum. Biblia inasema wakati Naomi anataka kuachana na wale mabinti, aliwaambia hivi, Mungu akawatendee mema kama nyinyi mlivyowatendea mema wale vijana. Hiyo ndio ishara kwamba ulitenda mema kwa wale vijana waliyekufa. Nataka Mungu awatendee nyinyi mema. Na ile sala Mungu alijibu. Ruth akapata mume tajiri mwenye mali, mcha Mungu, Boaz. Kwamba Mungu, mimi ninapofanya kwa ajili ya mtumishi wako, kwa familia yake, kwa watoto wake, kwa mke wake, nataka pia Mungu ufanye hivyo kwa familia yangu, kwa mke wangu, kwa watoto wangu.